Ni wajibu wa mwanachama na viongozi na watendaji wa chama chetu kujipanga na kuhakikisha ushindi wa chama chetu unakuwa mapema mno. Hili ndio lengo la sekretari yetu, lakini hii inaonyesha uzito wa uchaguzi wa mwaka huu kwa CCM, ambapo maandalizi ya awali yanaonekana kama ni msingi wa mafanikio, na mafanikio hayo nimeshayataja kwa sababu tumeweza kuandikisha kwa wingi kwenye wilaya hii. Jambo la pili, nataka niongee kidogo sana kuhusu mabadiliko yetu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Sio mabadiliko ya katiba ya nchi, hayo hayajafanyika bado. Katika mkutano maalumu uliofanyika mwezi Januari tarehe 18 na tarehe 19 uliofanyika kule mjini Dodoma, umefanya mabadiliko katika katiba yetu ya chama, ikiwemo kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye vikao vya kura za maoni kwa wagombea udiwani, wakilishi na wabunge kama OG aliposema. Lakini jambo hili linalenga kuongeza uwazi na ushirikishwaji wa wananchi wengi zaidi katika mchakato wa uteuzi wa wagombea, hatua inayoweza kupunguza malalamiko, upendeleo na udikteta katika chama chetu. Sasa hii ni heshima kubwa sana kwenu, kwa kila yule ambaye amepata nafasi ya kushirikishwa kwenye vikao vyetu vya maamuzi. Ni heshima kubwa kwake, ili naye ashiriki moja kwa moja. Lakini hii imeanza kuleta labda athari ndogo kwenye chama chetu. Baadhi ya wasaidizi wangu, wakiwemo makatibu wa matawi, makatibu wa majimbo, makatibu wa wadi na wengine, na hata mabalozi wetu, wameanza kupanga safu na kuchagua wale watu 4 wajumbe wa balozi. Sasa ndio wameanza kazi hiyo. Lakini nataka niseme kitu kimoja, na ninatoa onyo kubwa: sitaweza kumvumilia mtu yoyote kwenye jambo hili. Yule katibu wa tawi, katibu wa wadi, katibu wa jimbo ambao ni wa kuchaguliwa, wale tutawaeka kando ili tupishe watu wengine wafanye hii kazi. Lakini akiwemo katibu wa wilaya na katibu wa mkoa au katibu yoyote yule ambaye ameajiriwa kwenye chama hicho, tutachukua hatua za kinidhamu, ikiwemo pamoja na kumfukuza kazi. Ole wao yoyote yule atakayejiingiza katika mambo machafu ya Chama cha Mapinduzi yasiyopendeza. Na hili nasema sitanii. Nikisema hapa nasema na maanisha. Pengine mnaweza mkasema sio yule Lima tulomzoea leo, na mimi siye kweli mliomzoea. Leo nataka niwapige shindano ziwaingie kidogo 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 kidogo. Lakini wengine wanapita humu wanasema wametumwa na Rais Samia kuja kugombea. Wengine wanapita wametumwa na Rais Hussein Mwinyi kuja kugombea. Wengine wanapita wanasema mmepata ridhaa ya Dimwa nije nigombee. Hakuna mtu yoyote aliopewa ruhusa kuja kugombea au ridhaa ya mimi yoyote, hakuna. Kila mtu agombee yeye mwenyewe, na ndio kwa mujibu wa chama hichi. Lakini kuna wengine wanajifanya masultani wa chama chetu, na taarifa ninazo. Leo tutatajana hapa kidogo kidogo, na ndio mtindo wangu, kwa sababu mimi sihofii kitu hapa. Nataka Mwenyezi Mungu tu aniridhie na kunipa pepo yake, wala sihitaji kitu cha mtu chochote. Wala usije huko ukasema nakuja kunipa rushwa. Na lazima hili tuambizane. Kuna wengine wana wao, kama hukwenda wao ndo maarbabu, kama hakukufika kwake hupati uongozi. Wamekuwa madalali kwenye chama hichi. Chama hichi hakitaki madalali. Kila mtu agombee kwa nguvu zake.
na yule ambaye tutamgundua amefanya hivyo mapema, tunachana fomu yake hadharani, wala hatujadili. Wapo mwenyekiti wa jimbo la Wete, umesemwa unabeba wagombea. Mwenyekiti wa wazazi wa mkoa, umesemwa unabeba wagombea. Mwenyekiti wa wilaya yetu hajaja hapa leo, amesemwa naye anabeba wagombea. Jambo hili liachwe mara moja.